Akaita mahali pale Penueli. Maana alisema nimeonana na Mungu uso kwa uso. Hebu sema tena, nafsi yangu imeokoka. Sema amina kwa jina la Yesu. Sasa ngoja nikwambie, unapokuwa umeokoka, kuna watu wanatumia majini. Kuna watu wanatumia mapepo. Haya mapepo na haya majini yanaharibu watu. Kuna watu leo wanaharibu watoto wengine kupitia majini. Wanaharibu watoto wengine kupitia mapepo. Wewe mteule, hili jeshi la Mungu litumie. Tumia malaika. Mungu kuja kanisani. Ninakupa shuhuda zangu. Watu walipoiba, wengine waliporudi, kusema wenyewe wametufaka huku kanisani, wametuibia. Ninawaambia, katiba liniambia sasa tufanye namna tununue vyombo vingine. Nikamwambia hapana, haiwezekani. Mungu tunayemwabudu sio jiwe. Haiwezekani. Nikamwambia kutumia malaika, tutaona kwa macho yetu. Na nikamwambia Mungu atatengeneza ili muone. Tuliona watu warudi wakakupa mlangoni. Wakarudi pale ndani wakaenda wakachukua naomba mtu. Unataka kumjuaje Mungu? Kama mimi nina Mungu yuko hapa. Mungu yuko hapa. Ukiona kuna vitu vinakusumbua, tumia malaika. Hata kama ngoja nikwambie, kama mume wako analewa, tumia malaika. Sema basi tumia malaika. Si unamtumia tu malaika, unamwambia malaika nenda kamkamata asiku. Kamata. Na akiwa atapike. Kwani ngumu? Ni ngumu. Sema amina. Au kama ni mwizi ana nyumba ndogo, unamwambia akienda tu kwenye nyumba ndogo, malaika kwa sura yangu. Akienda tu akishika nyumba, alione nini? Utashangaa mtu anakuja nyumbani na unajua nilikuwa mahali fulani, lakini kuna kitu kibani nimefanya, anaanza kumwambia tumia malaika. Si kama unanielewa vizuri. Sema wewe malaika, aswa yangu sasa, nataka nikutumie. Sema amina. Wewe unabaki tu unalia. Wewe kama anajivuna na majini. Tunaye jeshi la Mungu. Kila mtu aseme jeshi la Mungu. Kutoka 20 jeshi la Mungu. Hili jeshi linafanya kazi pamoja na sisi. Ndio maana unapoongea watoto wako, tuma sangine malaika. Nenda kama sunena, mwambie malaika nenda kama mimi. Nenda hiyo eneo. Utakuta kikao watu wanakaa labda kwa ajili yako. Mara malaika anavaa sura. Unaonekana, unashangaa kila mtu anaenda. Anakuja kumwambia nilikuwa na sasa unapita mahali fulani. Hao watu hawajamini. Sema amina kwa jina la Yesu. Hebu sema hiyo kutoka anasema. Tazama mimi namtuma malaika. Aende mbele yako. Ili afanyaje? Afanyaje jamani? Sehemu yake aliyetengenezewa. Amen. Unajua tunapomtumikia Mungu hivi, kila mtu ana sehemu yake. Na sehemu yako ili ufiti vizuri, lazima kuwe na mtu anayekulinda. Sema basi mtu anayenilinda. Kuna anayelinda na ilizi. Kuna mtu mwingine ana majini kwenye mifuko. Wengine ana machungwa ulete. Akienda anajua kuna kucheza na mtu. Ili jeshi la Mungu likiwa pamoja na wewe. Akifanya tu vituko.
Anasema malaika anakutuma. Huyu mtu kila kitu hiyo karatasi ya kuajiri watu hakutana na jina lako. Anakutana na neema. Anakutana nyingine neema. Anakutana nyingine neema. Kwa maana tunapoombea watu wapate kazi, miujiza inatokea. Ni Mungu anafanya kuleta majina yao yaonekane. Maana kuna watu wanaweza wakakufunika mahali. Unaweza ukapangiwa kitu fulani. Adui akaja akafunika hicho kitu. Wewe ukawa unatumia nguvu kubwa. Unalia. Unapiga kelele. Watu wanaenda na kitu cha kwako. Watu wanaweza kaenda na nyota yako. Wewe unabaki tu unalia. Tuma malaika. Tuma malaika. Umeandika kitu chochote. Unatafuta kazi mahali. Ukishapeleka. Nenda maombi. Amuru malaika. Malaika nenda. Shikama watu wameendelea. Unaongea na watu ambao wajitawili. Ninakwambia hivi. Ili Mungu wako ainuliwe. Uinue wewe kwanza. Umenielewa vizuri? Usipomuinua wewe kwanza, nani atamuinua Mungu wako? Nani atamuinua? Watu watamwonaje Mungu wako ni mzuri wakati wao wanamuona ni mbaya? Ili waone ni mzuri kwao, lazima mimi nimtengenezee uzuri. Lakini ile matumizi ya kutumika, ufahamu wake ni mdogo. Hebu angalia kama watu kama kuna mfalme Daudi. Angalia wakati anamwambia mtoto wa Sifa. Angalia mtoto wake anapokufa baada ya kuomba. Alienda wapi? Alioga. Akala. Akanywa. Akaenda nyumbani mwa Mungu. Akatoa dhabihu. Akamsifu. Akamsifu. Hawajanielewa. Anaulizwa anasema, huyo Mungu nimeongea naye. Nimepatana naye. Wakati tunaongea hajanijibu. Lakini mimi nimesema wacha nikamtukuze. Wacha nikamtukuze. Ni mara ngapi wewe umemtukuza Mungu kwenye shida ulionayo? Unapenda shida? Unamtukuza Mungu kwenye shida. Angalia watu wengi wanapita kwenye changamoto. Hawaendi makanisani. Unakwambia mimi nimeumwa. Siwezi kwenda kanisani.